sifa. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Basi nashukuru Mungu sana siku hii ya leo, kwa sababu Bwana ni mwema na ni mwaminifu. Amekuwa kimbilio langu na tegemeo langu, na amekuwa msaada katika safari hii, na nimemwona akiwa Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu tumefika nusu ya mwaka wa 2020. Praise the Lord. Sasa tumeanza another nusu. Jambo na kuomba ni ya kwamba yule Mungu aliyekuwa nasi kutoka Januari, still wa gari Mungu habadiliki. Gari mahali pake tunaenda 21 days. Sasa tunaenda 14 days ili tukaweza kumtafuta Bwana, sababu yeye ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Enda nami katika kitabu cha Marko mtakatifu. Marko ni mlango ni 10 na mstari 25. Marko ni mtakatifu, mlango ni 10 na mstari 25. Neno la Mungu lasema hivi. Marko 10 na mstari wa 25. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu ya shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Nao wakasangaa mno, wakamwambia, ni nani basi awezaye kuokoka? Haya ni maneno yake Yesu, na si neno ngeni kwetu, sababu haya ni maneno tunayoyajua, tunayafahamu, yaliyosukumuzwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Na hapa inaonekana analenga tajiri ama matajiri, na matajiri wamelengwa na wamenenwa habari yao na Kristo. Na Yesu akasema maneno haya, na ni maneno inayomsangao, maana asema kuhusu ufalme wa mbinguni. Na ukisikia neno linapolenga ufalme wa mbinguni, si neno la kuchezea, maana hapa neno linaleta ni kama haiwezekani kwa matajiri. Na inasema vizuri, wacha nirudie. Ni rahisi ngamia, ni rahisi ngamia 25. Ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Tajiri. How many maskini wako church? Ili wajue maskini walio hapa sasa, hao wataingia. Nani anataka kuwa maskini? Lakini hapa inalenga tajiri, na tajiri ni kila mtu ni tajiri na utajiri wake. Lakini hili ni mfano uliletwa watu waweze kujua. Unajua, ngamia kuingia katika tundu la shindano, wacha nilete mfano huu kaweza kujua, na inalenga hivi. Ni kama sasa vile tulivyo katika area hii yetu, na ili tuingie katika nyumba hii ama this compound ya church, pale tuko na ina gate, our entry iko pale, na kuna mlango ule kubwa, tukifungua unafunguka, lakini kuna kale kadogo, na ndio sasa imefunguliwa, maana hatufungui wote. Na hiyo kadogo ni ya kuingiwa na mtu. Na Yesu asungumuza hivyo, maana anataka kulenga ya kwamba tujue na tuelewe jinsi ya ufalme wa mbinguni. Kuna mambo tunastahili tuwe nayo na tuyafikirie zaidi na tuyafuatilie na tufuatilie zaidi,
mambo yale ambayo iko pale itusaidie ili tuingie katika ufalme wa mbinguni. Na sababu watu wakati mwingine hawezi kuelewa, kuna mambo mtu aweza kuwa nayo na ameibeba, na yaweza hiyo mambo kumzuilia, aweza kusonga mpaka pale kwa geti, lakini kuingia pale ndipo analeta ngamia. Ngamia unaijua ni mnyama kubwa sana, hawezi kuingilia pale. Lakini anasema kulingana na tajiri na utajiri wake, kama aweza kuingia ufalme wa mbinguni, ni kama kulinganisha ngamia na kuingia katika kashimo ile. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, inafaa tujikakamue. Tajiri ni mtu aliye na mali. Kama huna mali huwezi kuitwa tajiri. Tajiri ni mtu aliye na mali, utajiri. A rich man, somebody with a wealthy, pesa nyingi, mali nyingi. Na hata yule mtu ni mtu aliye na heshima na honor. Si mtu hivyo tu, na ni mtu katika mawazo yake haioni jambo lingine, inaona kuishi miaka mingi. Siku moja nilisikia kwa mtu mmoja akasema, mtu fulani alikuwa mtu tajiri na mtu aliye na sifa, na akawa na mali, lakini akagonjeka moyo. Na akiwa hospitalini akaita daktari, akamuuliza, sababu naniambia mimi ni moyo wangu umezeeka, sasa hata kukudunda kwa moyo hauna nguvu, sasa ninastahili nifanywe namna gani? Akaambiwa hakuna lingine, yeye ni tajiri mwenye mali, aweza kutoa chochote ili aishi. Na hapo akasema kama kunawezekana kutafutwe kijana kimoja kikuja kitolewa ile moyo, mimi niwekwe ili yeye aweze kuishi miaka mingi na siku nyingi, lakini yule kijana apotelee. Lakini akaambiwa haiwezekani, miaka yako na siku zako na hiyo imeisha. So mtu ataka maisha marefu, na ataka sifa, na ataka utajiri. Na mambo hayo matatu kulingana na Biblia yaweza kufanya mtu asiingie ufalme wa mbinguni, asiingie katika ufalme wa Mungu. Maana utajiri ni mzuri, na utajiri ni kitu cha maana. Ukipata utajiri katika njia inayostahili, ni kitu cha maana, ni kitu ya kupendeza, ni kitu ya heshima. Lakini ukiipata kwa njia isiyostahili, neno la Mungu linasema ni kama ngwale inaolalia mayai ya nyoka, na ikigonga siku yake ya kumbua iumbue nyoka, inakula hiyo ngwale. So inasema na yule mtu amejipatia utajiri kwa njia ambayo haistahili, mwisho wake anakaa kama wazimu, anakaa hawezi kumalizia vizuri kama amepata kwa njia isiyostahili. Maana mtu aweza kuua mtu awe tajiri, mtu aweza kuiba awe tajiri, mtu aweza kufanya lolote nigalao awe tajiri. Lakini hiyo sio mapenzi yake Mungu wetu. Mapenzi yake Mungu wetu ni aweze kututajirisha katika njia inayostahili. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Methali, naona ni vizuri nisome hilo neno kidogo, na usifunike hapo maana tutarudi. Methali thawabu, neno linasema thawabu ya unyenyekevu ambayo ni kumcha Bwana. Fear God, to fear the Lord your God, fear the Lord your God. Kuna thawabu ile Mungu ana
mtu. Kumcha Bwana, watu wale wanajua kumcha Bwana. Atualia yetigeli ngai. Kumcha Bwana hakuna hasara, kuna ule unyenyekevu. Na mtu aliye na unyenyekevu ni mtu aliye na kungojea. Siku hizi tuko nazo, watu wengi hawataki kungojea. Utajiri unaelekeza mtu kuto kumcha Mungu. Yeye hawezi kumcha Mungu, inamuelekeza kumpotoza na Mungu. Utajiri, mtu akibishana anasahau kunyenyekea na kumcha Mungu. Maana kumcha Mungu kuna thawabu yake. Na unapomcha Mungu, wacha nikwambie, Mungu ana thawabu yako. Na ni mambo yale inaosumbua wanaume na wanawake wa dunia ya sasa. Wanasumbuliwa na utajiri. Thawabu ya mtu mnyenyekevu kwake Mungu ni utajiri na heshima na maisha marefu. Na hayo ndio nataka tukaweza kuyaona. Na ili mtu akiwa na mambo yale, kusema ukweli, huyo ndio tajiri. Ni tajiri. Tajiri ana mali. Na tajiri ana kila kitu. Na akingojeka hata homa kidogo, anaenda kutafuta specialist, maana hataki kurisk maisha yake. Praise the Lord. Hataki kurisk. Akisikia mgongo unauma na ni kulala vibaya, anaenda kutafuta specialist wa mgongo. Naye analishwa kwa kitanda ile ya specialist, anatengenezwa na analipishwa, sababu hataki kuriski na maisha, maana angetaka kukaa chini na kule mali na apone kabisa. Tajiri moja, neno nasema, alipopanda shamba lake na kapata mazao na shamba likawa limezaa vizuri, aliita mkutano yeye na moyo wake, na akajiambia, sasa sina lingine, iliyoko sasa ni mimi nikae chini na nikule. Akaambia moyo wake, toshereka, usisumbuke, sasa huna lingine, usishughulike. Hakuna kumcha Bwana, hakuna unyenyekevu. Asema lile ataka, asungumuza lile ataka. Lakini Mungu akamtokea akamwambia, tajiri mjinga, sasa leo nikichukua moyo wako, utabaki na nini? Na Mungu alimtazama, neno liko pale, alimtazama na akaona, sasa huyu hana shughuli na ufalme wa mbinguni. Ameona ni kama ametoshereka, amefika, na kaambia moyo wake, usishughulike na jambo lingine. Sasa kaa chini, utulie, tubode bali. Lakini Mungu naye ni nani? Akamwambia, ewe mjinga tajiri. Neno la Mungu linatuelekeza na linatuambia, kwa sababu ya mawazo na vile utajiri wanaona, na wanapolinganishwa na ufalme wa Mungu, kulinganishwa, ansa ama jibu, unapochukua ufalme wa mbinguni uweke hapa, na alafu uchukue tajiri mwenye mali, mwenye sifa, mwenye heshima, mwenye kung'ang'ania miaka mingi, jibu yake inaonekana ni kama kusukumia ngamia ingie katika tundu la shidano. Praise the Lord. Jambo ambalo ni gumu. Na hapo ndipo nataka tuanze kuona, maana tuko katika ulimwengu umejawa na mambo yale yote, na umejawa
uhaba wa maisha yao mwanzoni nimeshawaona, na tukasimama na wao katika maombi na kumuita Bwana na ushauri wa kiroho na ushauri hata wa maisha. Na nikaona mtu anapotolewa katika mafumbini anaanza kuinuliwa na Mungu, na anainuliwa kiwango ya kwamba ameanza kupelekwa katika kuishi na kukula katika meza ya wafalme. Lakini yule mtu asahau ni Mungu amemuinua hivyo. Wacheni niwaambie, Mungu kama umemuomba na umemsihi, maana neno linasema mkimuomba Mungu na umumsihi huyu Jehova ni mwaminifu asikia. Na Mungu kwa sababu ya uaminifu wake yeye anatenda. Mungu anapokutendea na aanze kukuinua, jinsivyo unavyoinuliwa kimaisha ya kawaida, ndivyo nawe wastahili kunyenyekea katika maisha yako na Mungu. Kama ulikuwa unakuja church kupiga magoti na kumuita Jehova na kumwambia Mungu, naomba na kusihi unitoe katika utelezi huu, na ukiinua Jehova tutaandamana na wewe. Anapofanya hivyo, usifike mahali ujitoe mkononi mwa Bwana. Ni vizuri kujiunganisha na huyu Mungu zaidi, maana neno la Mungu linatuambia na linatuelekeza ya kwamba dunia na mali yote iliyoko katika dunia hii ni ya Mungu. Mungu aweza kukupatia chochote. Mungu aweza kukupatia chochote, na usifike mahali ujidharau. Na wacha nikwambie, hakuna jamii, hakuna ukoo wa umasikini, hakuna. Na hakuna mtu alizaliwa dunia hii akae bila chochote, hakuna. Neno la Mungu linasema dunia hii ni mali zake Mungu, na walioko ni mali za Mungu. Aweza kukupatia chochote sababu yeye ni mwaminifu. Na si hivyo tu, neno la Mungu linasema ya kwamba huyu Jehova Mungu mali yote ni yake. Ukisoma katika Zaburi 50 na uingie mstari wa 10, inasema ng'ombe za Jehova katika mlimani, mali zote za Jehova katika kule mlimani. Yeye haitishi sababu hana. Yeye hasemi apewe fungu la 10 ama apewe sadaka sababu hana. Asema mali yote ni yake. Na ukiteremka anasema anaweza kuchukua, kama ni kitu anataka anaweza kuchukua moja, aweza kuchukua ndume ziko kule na ni kubwa zile za Bwana. Praise the Lord. Sababu yeye ndiye kila kitu. Dunia hii ukitaka kuishi vizuri na Mungu akudhaminie mambo makubwa, aliyekudhaminia kidogo anaweza kukudhaminia mambo makubwa. Bwana asifiwe sana. Shida yetu ni Mungu anapokufungulia kamlango tu, na Mungu afikirie kukubariki na kukuinua katika hali hii. Na wewe unapoanza kuona zile baraka, badala ya kushikamana vizuri na Mungu, the more Mungu anaachilia baraka kwako, ndivyo na wewe unastahili kushikamana na Mungu vizuri. Praise the Lord. Hey, Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo unavyostahili kushikamana na huyu Mungu. Ushikamane vizuri
itatokana na Mungu wetu, haitatokana na bidii yako na juhudi zako. Ni Mungu tu atakupatia. Praise the Lord. Na ndiposa nilianza kusema nani hapa maskini, nani hapa tajiri? Maana sisi sote tuna kitu kile Mungu ametupatia, na tunapohitanishwa na hiyo. Endi jambo lingine nikwambie, kuna watu wanatamani maisha yako. Praise the Lord. Vile unavyoishi, kuna mtu anakutazama, anatamani, na ako katika magoti na anapiga Mungu, Mungu niinue. Wewe umefikisha kitonga hapo, Mungu naomba nifike pale. Na mimi naambia Mungu niinue mahali ingine. Kila mtu ako katika kumuomba Mungu nikarau amujalie, amuongezee katika jina la Yesu. Lakini wacha nikupe siri. Siri moja ni ujue na uelewe, chochote ulicho nacho ni mali ya Mungu, si yako. Na chochote unachokihitaji Mungu aweza kukupatia wewe katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Siku ingine nilisimama hapa na nikaeleza kanisa, mtu mmoja aliyekuwa tajiri na akawa na mali yake kiasi, aliangalia jamii ingine, baba na watoto wake, na kijana wa yule mzee hakuwa na mali nyingi, alikuwa chini na huyo alikuwa juu. Yule kijana alienda kwa tajiri na akaambia yule tajiri. Yule tajiri akaambia kijana, kwani hamjui baba yako amefika mwisho wa kupewa mali? Jinsi alivyo hivyo ndivyo atakuwa. Hivyo alivyo umasikini na vile alivyo hivyo ndivyo atakuwa, na amefikisha miaka, amepitisha ya kubarikiwa. That son ya huyo mzee alisikia vibaya, maana huyo kijana alianza kusema, hata kama baba amefikisha, mimi naweza kufika mahali baba yangu hakuwa amefika. Praise the Lord. Siku ya leo wale watoto walikuwa wakiambiwa na yule mzee, mmoja wa ile jamii akana magari yake na akona makampuni yake. Kijana wa pili akona magari yake na utajiri wake kwa barabara. Jambo hilo lingine, yule alikuwa anasema hivyo sababu ya kuto kunyenyekea, naye Mungu akamfikisha mwisho. Hakuna kuongezewa, akakaa sasa pale. Even today ako pale. Na tumeki matawasi. Sasa mahali huyo mzee amefika ni mahali pa kuhitaji mapesa. Lakini kwa sababu ya hayo maneno, mimi ninapomuona nakumbuka alilonena, na yale sijui ni gani imemfanya akae pale. Hata sometimes pesa za dawa anaomba watu. Alikuwa tajiri, alikuwa ameanza kupandishwa, akawa mtu ambaye hachungi maneno yake, anafikiria ni yeye. Wacha nikwambie, leo vile ulivyo, kesho Mungu aweza kukuinua na usiwe vile ulivyo, mpaka watu waanze kuuliza ni yeye ama si. Lakini anakaa kama yeye na ama si yeye. Praise the Lord. Siku moja nilikuwa nahubiria mtu mmoja, nikiwa kanisa lile nilianza nikiwa kijana, na tukaenda mahali ingine tukakuta wale watu wamebarikiwa, na sisi tukaingia katika hoteli yao. Wale mama wa hoteli alikuwa ananiangalia, nikimwangalia sasa yeye anaangalia mahali ingine, tukigongana kwa macho anaangalia chini, mimi namwangalia anafanya hivi, akiniona namwangalia anafanya hivi. Mwishowe akajipatia nguvu, akakuja akaniuliza ni Gitonga ama ni ndugu yake. Kamuuliza Gitonga kutoka wapi? Alikuwa anahubiri upande unaitwa Gasharage. Nikamwambia unaonaje, ni kama ni ndugu yake ama ni yeye? Nikamwambia ni yeye. Akasema kweli ni yeye. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema hivi, Mungu kuna mambo anaitazama, na hapo ndipo akauliza, ikiwa mtu aweza kukaa na
I'm telling you. Bwana asifiwe sana. Na ukitaka kujua, jirudishie nyuma miaka kama 5 ama 10. Na kama unapigangwa picha, enda uziangalie jinsi hivyo ulikuwa miaka 5 ama 10 imepita. Sasa jiangalie uone hakika kuna kazi na kuna jambo Mungu anazidi kukufanyia. Isiwe ni jambo laweza kufika aambiwe huyu katika ufalme wa Mungu ni kama kulinganisha ngamia aingie katika tundu la sindano. I'm telling you, si vizuri. Ni vizuri tufike na ifike na tujue na tuelewe ya kwamba, maana neno linasema Mungu wetu yeye ndiye anatubariki na kila kitu. He is our supplier of everything. Philippians 4:19. Mungu wetu, he is yani neno la Mungu, wacha nisome hata kama masaa hainiruhusu. Neno la Mungu linasema katika Philippians 4:19, neno la Mungu linasema jambo la maana sana pale, maana ni vizuri kujua neno la sema kwamba Philippians 3:19. 4:19. Acha nisome. Inasema hivi, na Mungu wangu atawachazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Mungu ako na utajiri wa kila kitu. Ni Mungu tu anaweza. He can supply everything in your life. Wataka nini? Ni jambo gani hili unaona ngumu? Hata ambayo haiwezekani. Hakuna. Praise the Lord. Hakuna. Mungu anaweza kupeana kila kitu kwako. Mradi tu mshikamane vizuri na yeye. Ujue ni yeye aweza. Usifike kiwango at where you can deny the power. Unaweza kudeny nguvu za Mungu na uweza wa Mungu. Never. Mambo yaweza kuwa vile yalivyo, lakini simama imara, jishikamanishe na Mungu na ujue ni yeye aweza kusupply chochote. Leo yaweza kuwa huna, lakini kinatayarishwa kwa sababu ya kesho. Kile unahitaji leo, watu waweza kukuona ni kama huwezi, lakini kesho inatayarishwa kwa sababu yako. Praise the Lord. Waweza kuwa na utajiri na sifa na maisha marefu, mradi tu ujiunganishe na huyu Jehova. Mradi tu ujishikanishe na huyu Jehova. And even today, Mungu anawatafuta watu wa kubariki. Mungu hachoki. Kama alikubariki, hata wa leo anaweza kukubariki. Inategemea na inaweza kuwa Mungu alipoanza ulifika mahali ukasahau, ukaanza kunena kama vile wa dunia wanena, ukaanza kujifananisha na mambo yale ingine. Usimsahau Mungu. Mungu ndiye. Neno la Mungu linasema aweza kukulinganisha na ngamia. Kisikia tajiri ni mtu amebarikiwa, lakini iko faida gani ubarikiwe na usiingie katika ufalme wa mbinguni? Tutainuliwa, tutabarikiwa, tutafikishwa mahali Mungu anataka. Mradi ni hii: unapobarikiwa, nyenyekea, shikamana na Mungu. Praise the Lord. Usijipige kifua ni kama ni wewe, usione ni kama ni wewe. You are not the supplier. Our God is the supplier. Na jinsi aliweza kukuletea kwako, anaweza kumletea hata yule ule unaona kama hawezi, unaanza kumuongelesha vile unataka. Never. Na usifike mahali uone kama
hawezi, anaweza. Na nikio chugaga ukikawa mananake mwanafara ihesi daroke ndukana shihure ndukana hore makofi kieherera njira kihetoke keno hotwa ukinya kurotaro wakinya wewe mwathani Ngai arabashe. Usione ni kama hawezi, na usione jamii ni kama hii ndio jamii ya laini ya shida. Wacha nikwambie, wanaweza kujua ni nini kinawafanya wawe vile, mradi ni wakae kama hawajui. Lakini unapobarikiwa, kumbuka ni Mungu kupeana. Bwana siwe sana. Tuamini, tuombe. Baba wa milele, katika jina la Yesu, wewe hubariki na wewe hupeana. Naombea mpendwa huyu kaweza kumbariki na ukampa kile anahitaji, ukamuongezea hata zaidi kwa utukufu wa jina lako. Mungu tubariki, tupe mali tuzitumie vizuri, tukasimame katika mapenzi yako, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. God bless you. Shalom.